Mheshimiwa Rais, jina langu ni Bishop Ikongo, mwenyekiti wa PPFT. Kwa Kiswahili ni ushirika wa wachungaji wa Kipentekoste Tanzania. Ni mwenyekiti kitaifa, lakini pia ni askofu mkuu wa makanisa yote ya TAGC hapa nchini. Mheshimiwa Rais, nina ombi lakini pia nina ushauri. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa naomba nikupongeze kwa moyo wa dhati kabisa kwa kazi kubwa unayoifanya, hasa kuwa na kuhakikisha vyombo vyako vyote vya usalama ndani ya nchi vina vyombo vya usafiri. Hilo nakupongeza sana, kwa sababu kipindi cha nyuma vyombo vya usalama vingi vilikuwa na shida ya vyombo vya usafiri. Lakini mheshimiwa, katika utawala wako, katika uongozi wako Mheshimiwa Rais, umehakikisha vyombo vya usalama vyote vina usafiri, vina miundombinu ya magari, na vyombo vya usalama havipati shida kwenda popote kufanya lolote, kwa sababu wana vyombo vya usafiri. Kwa hapo nakupongeza sana Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba taasisi zote, idara zote, wizara zote, pamoja pia na vyombo vyako vyote vya usalama vina vyombo vya usafiri, tena vya uhakika na vya maana na vya kisasa. Kwa hilo ninakupongeza sana kama askofu na mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana rais wetu, tunakupenda na tunakuombea. Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba ni kweli hakuna chombo cha usalama kina shida na vyombo vya usalama ambao vina shida na vyombo vya usafiri, lakini ukweli usiopingika, kwa sasa uhalifu umekuwa mwingi sana, hasa utekaji, watu kupotea bila sababu, lakini pia wananchi wa Tanzania wana mashaka sana na hofu imewakumba wa Tanzania sana. Sasa ili kupunguza, kama sio kuondoa kabisa, na ili kupunguza ili wimbi la utekaji, wimbi la watu kuwa na mashaka na vyombo hivi vya usalama, hasa vinapotekeleza kazi zao au majukumu yao ya kikazi, ili kuweka mambo vizuri kabisa ndani ya serikali yako Mheshimiwa Rais, naomba tu kutoa ushauri kwamba ni kuombe utoe maelekezo kwenye vyombo vya usalama, wizara na taasisi mbalimbali ndani ya nchi kutumia vyombo hivyo kulingana na nembo zao na rangi za mashirika yao. Ni ukweli usiopingika, sasa hivi Mheshimiwa Rais, hali ni mbaya. Ukienda kwenye vyombo vyako vya usalama, asilimia kubwa wanatumia magari yanayofanana. Ukienda migration wanatumia Land Cruiser, unakuta Land Cruiser nzuri ya kisasa, tena imepigwa tinted kabisa, hata mtu akiwa ndani humuoni. Ukienda magereza wanatumia hiyo. Ukienda uhamiaji nao wanatumia hayo Land Cruiser na gari za maana ambazo zimepigwa tinted. Ukienda polisi nao upelelezi wanatumia hiyo, na taasisi zingine za usalama, vyombo vya usalama vinatumia magari mazuri, Land Cruiser yamepigwa tinted kabisa, hata mtu akiwa ndani huoni. Mheshimiwa Rais, ukiangalia ndani ya nchi yetu kwa sasa, vyama vya kisiasa sitaki kuvitaja, vinatumia Land Cruiser mazuri kabisa ya kisasa. Unakuta watu wako kwenye Land Cruiser ni vijana wa chama fulani, imepigwa tinted, huwezi kumjua nani yuko ndani. Unakuta misitu wanatumia Land Cruiser meupe. Ukienda uhamiaji, ukienda migration, ukienda magereza, ukikuta vyombo vya usalama vyote pamoja na mashirika mbalimbali. Mimi ni mkulima Mheshimiwa Rais, ninalima kama sasa hivi nina heka kama 8 hivi, nimelima mitiki, miti aina ya mitiki pamoja na miti aina Trangela.
ninajitahidi kulima ili ni kuwekeza kwenye miti. Sasa kuna wakati natembelewa na misitu, na watu wa misitu, natembelewa na watu wa halmashauri. Sasa ukiangalia huwezi kujua huyu ni wa halmashauri, hii gari inayokuja, au hii gari ni ya immigration, au hii ni ya misitu, au hii ni ya wanyamapori, au hii ni ya polisi, au hawa ni watu gani? Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, ombi langu, kila idara, kila wizara ina nembo yake na ina rangi yake, ili kuondoa hii wasiwasi ndani ya wananchi, hasa kipindi hiki ambacho kuna wimbi kubwa la watu wanalalamika, kuna kutekwa, kuna kupotezwa watu na nini. Watu wamekuwa na mashaka sana. Polisi wanaweza kwenda mahali na nia njema kabisa, labda waenda kumkamata mhalifu. Polisi wakifika pale, imefika mahali wananchi wakishaona mhalifu anakamatwa, wanaanza kupiga kelele, wanasema watekaji hao, watekaji hao, watekaji hao. Na ukiangalia gari inayotumiwa na polisi, wale watu mpaka watoe vitambulisho, mpaka wafanye nini. Gari ukiangalia ni Land Cruiser nyeupe, mpaka wajitambulishe, mpaka waeleze wao ni kina nani. Sio ni kama ni nzuri sana Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba kila idara, toa tamko. Ombi langu ni kwamba utoe tamko, utoe maelekezo ndani ya nchi, kila idara, kila wizara itumie nembo yake. Magereza wana magari yao, wana nembo yao. Polisi wana magari yao, wana rangi yao. Migration wawe na rangi yao, wana rangi yao, wana nembo zao. Wazitumie kwa magari hayo hayo Mheshimiwa Rais, ambao umewanunulia. Weke nembo zao, ili gari ikipita mahali, ikiingia nyumbani kwa mtu, au ikienda ofisi fulani, au mtu akisimamishwa, wanaangalia sema hawa waliosimamisha ni magereza, hawa waliosimamisha ni polisi. Kwa lazima ni tii, nitakaloambiwa ni tii, bila kulazimishwa kutii sheria. Kwa hiyo akiangalia hawa ni uhamiaji, gari nasoma namba za uhamiaji. Tofauti na sasa Mheshimiwa Rais, hali ni mbaya. Inakuja tu Land Cruiser ina namba za kigeni, ina namba za kibalozi, nyingine ina namba za nje, nyingine nakuta kwamba sasa inakuwa ni mchanganyiko wananchi wanakuwa na hofu. Wakiona gari tu tayari ni hofu, wanajipanga. Wengine wanasema watekaji hao, watekaji hao, watekaji hao. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, ombi langu ni kwamba na tuhuma zote, wakienda migration, wakienda, tuhuma zote zitatupwa ndani ya jeshi la polisi. Kwa sababu migration wakienda hawajitambulishi kwamba wao ni migration, na hata wakijitambulisha ni migration, gari linaonyesha kama ni labda ni white kama lile la polisi. Ukienda kwenye wizara zingine wanatumia hiyo, unakuta vijana wa vyama fulani, unakuta nao wanatumia magari hayo hayo. Unakuta mpaka wakati mwingine unakuta kwenye vyombo vyetu vya usalama wanatumia magari ya namba za kigeni kabisa, kiasi kwamba yani kumekuwa na sintofahamu na tuhuma, malalamiko mengi, wanapaka jeshi la polisi matope. Unakuta mtu anakamatwa na migration, lakini anasema ni polisi walikuja kunichukua. Unakuta mtu anakamatwa, yani mpaka watu wanakamatwa na misitu, wanasema ni jeshi la polisi limekuja kunichukua. Kwa hata watu wakipotea anasema ni jeshi la polisi. Kwa unakuta jeshi la polisi linapakwa matope bila sababu. Kwa unakuta masuala ya utekaji ni jeshi la polisi. Unakuta kumbe hata sio jeshi la polisi, ni vyama vya siasa. Kwa sababu vyama vya siasa vina watekaji wengi. Mheshimiwa Rais, nafikiri katika viongozi wa dini au katika watu wote wanaoongea, ni mimi peke yangu nimekuwa nikisema nawafahamu watekaji, nafahamu vikundi vya utekaji. Nimekuwa nikisema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mimi mwenyewe nimetekwa, nimeumizwa, nimefanywa tocha nyingi, kwa naelewa, na ninafahamu walioniteka, na ninafahamu walionifanyia maumivu yote na mateso yote, ninawafahamu. Sijawahi kuitwa nikaulizwa, lakini nasema kila siku kwamba ninawafahamu watekaji. Sasa kwa njia hiyo Mheshimiwa Rais, niombe ili kwa kipindi hiki kuondoa ile sintofahamu na mashaka kwa wananchi, basi kila chombo, idara kitumie nembo yake, kitumie magari yake. Chama cha
cha kisiasa kitumie magari ambayo yanaonekana kabisa ni yana nembo za nani. Sio unakuta mtu anatumia namba za serikali, gari ukiangalia kumbe ni ya chama fulani au ni ya namba za nje, alafu wakifanya uhalifu tayari jeshi la polisi linapakwa matope, kumbe ni wanasiasa wamefanya hivi. Vyama sasa hivi vingi, karibu vyama 3-4 vina vijana, vikundi vya utekaji viko vingi tu. Tunavifahamu na tumewahi kuvitaja hata kwa majina na watu. Kwa hiyo tuseme tu kwamba ili kuondoa hiyo sintofahamu na wananchi waendelee kuviamini vyombo, Mheshimiwa Rais, ombi langu ni hilo tu kwamba utoe maelekezo vyombo vyote ndani ya nchi vya usalama, kila chombo kitumie nembo yake, kwa sababu nembo zipo. Ukiona ile gari unajua. Hata ukienda Wizara ya Afya unakuta kabisa madaktari wamevaa kama madaktari, ukienda manesi wamevaa ni manesi. Kwa hiyo inasaidia sana kumtambua mtu kwa marangi yake, kwa nembo yao, kwa magari yao. Hii sasa hivi anaweza kuja Wizara ya Afya wako na Land Cruiser haina nembo, haina nini, ukahisi kwamba ni Wizara ya Afya, kumbe ni nani, ni polisi, au kumbe ni magereza, au ni zimamoto. Sasa hivi kila mtu anasema yeye ni askari. Ukienda migration wanakwambia wao ni maaskari. Jeshi la uhamiaji, ukienda zimamoto nao ni askari, ukienda magereza ni askari, polisi nao ni askari, migambo wote ambao wamesoma jeshi la akiba ni askari. Kwa hiyo kila mtu sasa, tukichanganya na magari tutapata shida sana. Nashukuru Mheshimiwa Rais, hilo ni ombi langu. Naipenda nchi yangu, ndio sababu napenda kutoa ushauri huu. Asante sana. Mungu akubariki Mheshimiwa Rais, tunakupenda, tunakuombea.